niona asema kitu kocha kubumba bumba hivi kwa sababu hajajikamilisha na nini, hata afisa habari wa TFF Clifford Mario Ndimbo akiuliza kwamba jamani hamfahamu kocha mkuu, huyu si yeye, kocha mkuu ni Suleiman Matola. Wewe ungejisikia vipi ukiwa unatumika kama kivuli wakati mwingine tuseme cha kumnufaisha mtu mwingine? Yaani kwa mfano mimi nisingekubali. Alimradi najiweza nisingekubali. Sasa hapa kuna mambo mawili. Suleiman Matola ndio kocha mkuu wa klabu ya Simba. Naam. Lakini ndo anaonekana msaidizi kwenye klabu ya Simba kwenye macho yetu sisi. Ukubali kuwa msaidizi kuwa kocha mkuu wa Simba lakini asimame kama kocha msaidizi, huo ni uzembe wake, sio sisi. Ni uzembe wako sio sisi. Kocha Suleiman Matola kukubali kuwa msaidizi wa mtu ambaye hana vigezo kumzidi yeye ni matatizo yake mwenyewe. Ni uzembe wake mwenyewe binafsi, sio sisi. Sisi tunatazama ambaye yuko mbele. Ndio maana tunamzungumza Pantev na sio Suleiman Matola. Matola ana sifa zote za kuwa kocha mkuu wa klabu ya Simba. Na ni kocha mkuu wa klabu ya Simba. Kama anaweza kuwa kocha mkuu na ana sifa zote, kwa nini yakubali kuwa kocha mkuu kivuli ndani ya klabu ya Simba? Hayo ni matatizo yake, ni uzembe wake mwenyewe. Angekubali yeye kwenda kujitafutia sehemu nyingine kwa sababu ana sifa, zipo timu zingemtazama na angeonyesha uwezo wake na akawa kocha mkubwa. Matola aliwahi kutoka Simba zamani akawa kocha wa Lipuli. Lipuli ilifanya vizuri sana. Ilifanya vizuri sana kwenye ligi. Alifanya vizuri kwa sababu ana hiyo knowledge, anaelewa nini anakifanya ndani ya uwanja. Lakini sijui imekuaje ameamua kubaki Simba akiwa kocha mkuu kivuli, sijui imekuaje. Kwa hiyo hapo hatuwezi kumlaumu mtu yoyote. Tunamlaumu yeye mwenyewe.